Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Leo ninapokuletea tafakari ya Dominika ya 20 ya mwaka A wa kanisa. Na ujumbe wetu leo una kichwa kinachosema hata Yesu akinyamaza usiondoke. Hata Yesu akinyamaza usiondoke. Mtakatifu Agustino aliwahi kuandika akasema, Mungu wakati mwingine hacheleweshi kutupa kwa sababu hataki kutupa, lakini anachelewesha ili kukuza hamu yetu. Ngoja nirudie. Anasema Mungu wakati mwingine hacheleweshi kutupa kitu kwa sababu tu hataki kutupa, lakini anachelewesha ili kukuza hamu yetu. Unajua, ngoja niseme hivi, hii sentensi ni ngumu sana kuielewa mpaka siku ambapo umemuomba Mungu kitu na Mungu ni kama vile amekaa kimya, anakaa kimya. Unajua, kuna aina mbili za maumivu. Kuna maumivu ya kuwa na tatizo. Hayo ni maumivu ya aina ya kwanza. Maumivu ya kuwa na tatizo. Alafu kuna maumivu ya aina ya pili. Yale maumivu ya kuwa na tatizo, halafu unajua Mungu anaweza kuliondoa, then unamuomba Mungu kwa sababu unamwamini kwamba anaweza kuliondoa, alafu Mungu anaonekana amekaa kimya. Hayo ni maumivu makubwa zaidi. Umeomba uponyaji, labda unaumwa sana, alafu unaona Mungu amekaa kimya. Umeomba ndoa yako ipone, unaona Mungu amekaa kimya, bado inateseka. Unaomba Mungu akupe mtoto, mmeingia kwenye ndoa, mnatafuta mtoto, unaomba Mungu akupe mtoto, amekaa kimya. Unaomba Mungu akupe kazi, unaona amekaa kimya. Unaomba Mungu abadilishe mtoto wako, unaona bado amekaa kimya. Unaomba Mungu akuonyeshe njia fulani, unaona bado amekaa kimya. Na hapo ndipo tunaanza kujiuliza maswali. Bwana, uko wapi? Kama kweli unanipenda, kwa nini hunijibu? Kwa nini hunijibu? Sasa leo nataka tuzungumze tu kuhusu somo la Injili. Injili yetu ya leo inatoka kwenye Injili ya Mathayo, ile sura ya 15, mstari wa 21 mpaka wa 28. Tunaona hapa huyu mwanamke Mkananayo anamwendea Yesu akiwa na kilio kikubwa sana. Anamwambia, Bwana nihurumie, nihurumie Bwana mwana wa Daudi, binti yangu anasumbuliwa sana. Alafu Mathayo anaandika maneno ambayo yanaumiza zaidi pale tunapoyasoma. Anasema, lakini Yesu hakumjibu neno. Angalia, huyu mama anakwenda anamlilia Yesu, anamwambia, jamani, nihurumie Bwana wangu, binti yangu anateseka sana. Yesu hakumjibu neno. Na mimi nataka hapa nikuulize maswali mawili. Hebu jiulize swali la kwanza ili kwamba, je, utaendelea kumwamini Mungu hata wakati hafanyi kile unachotaka hafanyi? Utaendelea kumwamini Mungu? Na swali la pili, kama Yesu akinyamaza katika kipindi kigumu kabisa, akanyamaza, ukaona amenyamaza kabisa kwenye kipindi kigumu kabisa cha maisha yako, utaendelea kukaa naye au utaondoka? Sasa katika Injili hii ya leo nataka tutafakari mambo matatu. Jambo la kwanza ni hili, ndugu zangu, kwamba ukimya wa Mungu haumaanishi amekuacha. Nirudie. Ukimya wa Mungu au Mungu akikaa kimya haimaanishi kwamba amekuacha. Ili tuweze kuielewa vizuri hii Injili, ni lazima tuone kwanza mazingira yake. Kwenye hii Injili mazingira yake, Yesu ametoka maeneo ya Wayahudi, anakwenda Tiro na Sidoni. Tiro na Sidoni ni maeneo ya watu wa mataifa, watu wa nje, ningeweza kusema hivyo. Watu wa mataifa maana yake ni watu ambao sio Wayahudi. Hao ndio watu wa mataifa. Na ndipo anapotokea huyu mwanamke tunayemsikia leo, ambaye Mathayo anamtaja kama mwanamke Mkananayo. Ndipo huyo mwanamke anapotokea huko Tiro na Sidoni, upande wa mataifa, watu wa mataifa. Na hilo neno ni muhimu sana, maana yake huyu mama si Myahudi. Huyu mwanamke si Myahudi. Kwa historia, kwa dini, kwa jamii, huyu mwanamke ni mtu ambaye walimuita mtu wa nje, mtu wa mataifa. Sio mtu wa tohara, ni mtu wa nje. Lakini huyu mwanamke ana tatizo ambalo halina dini, ana tatizo ambalo halina kabila, ana tatizo ambalo halina taifa. Binti yake anaumwa,
Ugonjwa hauangalii dini yako, hauangalii kabila lako, hauangalii taifa lako. Na huyu mama anapomsikia Yesu, anatarajia atapata msaada, kwa sababu ameshasikia jinsi ambavyo Yesu anaponya watu, ameshasikia jinsi ambavyo Yesu ana huruma, ameshasikia jinsi ambavyo Yesu anasaidia watu. Kwa hiyo mara moja anamkimbilia Yesu na anapaza sauti yake, anamwambia, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Cha kushangaza, Yesu hamjibu chochote. Biblia haisemi kwamba labda alimjibu kidogo, wala Biblia haisemi kwamba alimwambia subiri kidogo kwanza, ngoja kidogo. Biblia inasema plainly, hakumjibu neno, hakumjibu neno lolote. Maana yake Yesu alikaa kimya. Sasa kuna jambo muhimu hapa ambalo nataka tulione mapema sana, tulione mapema kwamba Yesu alikuwa kimya, lakini bado alikuwa pale. Ninaomba ulione hilo. Yesu, pamoja na kwamba Yesu alikuwa kimya, lakini Yesu alikuwa pale pale, alikuwepo pale pale. Hili tusilisahau kwamba ukimya wa Mungu, ukiona Mungu amekaa kimya, ukimya wa Mungu sio kutokuwepo kwa Mungu. Last week nilikwambia kwamba mbegu inapoota chini ardhini haitoi kelele, lakini inakuwa. Mtoto anapokuwa tumboni mwa mama yake kabla hajazaliwa, hakuna anayesikia sauti ya ukuaji wa yule mtoto kaka ukasikia anakuwa, hapana, lakini mtoto anakuwa. Ninakwambia moyo wako unapiga, unapampu damu mchana na usiku bila kelele, lakini kila pigo linakupa uhai wewe, kila pigo linakupa uhai wewe. Ndugu zangu, mambo mengi makubwa katika maisha yetu yanatokea pia katika ukimya, na wakati mwingine pia Mungu huwa anafanya kazi katika hiyo hali ya ukimya namna hiyo. Sasa tatizo letu ni kwamba tunataka kuona ndipo tuamini, tunataka kuona ndipo tutumaini, tunataka jibu ndipo tujue kwamba Mungu anatusikia. Hiyo ndio changamoto yetu. Tunataka miujiza ndipo tuamini, au ndipo tuone kwamba Mungu yupo. Lakini imani haisemi hivyo. Imani inasema hata nisipoona Mungu yupo. Imani inasema hata nisiposikia jibu Mungu ananisikia. Hiyo ndio imani. Imani inasema hata nisipoelewa Mungu bado anafanya kazi. Ndugu yangu, usifanye kosa la kutafsiri ukimya wa Mungu kuwa kuachwa na Mungu. Hapana. Ukimya wa Mungu sio kuachwa na Mungu. Hapana. Mungu huenda Mungu anaweza kuwa kimya, lakini hajakuacha. Kwa hata Yesu akinyamaza usiondoke. Jambo la pili, imani ya kweli haikimbii vikwazo. Naomba nisisitize hilo. Imani ya kweli haikimbii vikwazo, imani ya kweli haikimbii changamoto. Sasa angalia vizuri safari ya huyu mwanamke. Kwanza kabisa anapaza sauti, Bwana nihurumie. Yesu hamjibu, lakini wala yeye huyu mama haondoki. Sijui kama unaona hilo. Anapaza sauti, Bwana nihurumie. Yesu hamjibu na yeye haondoki. Na kwa jinsi alivyokuwa anapaza ile sauti wala haachi, wanafunzi walichoshwa naye, wakaona kwamba huyu mama anasumbua. Wakamwambia Yesu, tunaomba muondoe huyu mama, maana anapiga kelele nyuma yetu. Kwa maneno mengine wanafunzi wanamwambia, unajua kwa maneno mengine ni hivi, sio tu kwamba Yesu yuko kimya, hapana, lakini hata wale watu waliokuwa wanamzunguka Yesu, waliokuwa karibu na Yesu, walionekana kwamba hawamtaki huyu mama. Bado Yesu hamjibu, na wala yeye huyu mama haondoki, amekaa pale pale. Na nataka ulione hilo kwamba huyu mama hakuondoka. Pamoja na kwamba Yesu alikaa kimya, hakuondoka. Ungeweza kuwaza labda huyu mama angeona aibu, aamue labda kurudi nyuma kidogo, au labda aamue kurudi nyuma hatua chache. Lakini huyu mama hakufanya hivyo. Badala ya kurudi nyuma, huyu mama alifanya jambo la ajabu kabisa na la pekee zaidi, kwamba akasogea karibu zaidi na Yesu. Badala ya kurudi nyuma kidogo kuona aibu, huyu mama akaamua kupiga hatua zaidi kumsogelea Yesu. Na alipofika pale akapiga magoti, akamsujudia. Alafu akatumia muda vizuri, akafanya sala fupi, akasema, Bwana unisaidie.
Ndugu zangu, kwangu mimi hiyo ndiyo sehemu yenye nguvu sana katika injili ya leo. Unajua, kila kikwazo alichokutana nacho kilipaswa kabisa kumrudisha nyuma. Kila kikwazo alichokutana nacho kilipaswa kabisa kumkatisha tamaa. Lakini kwa huyu mama, kila kikwazo kilimsogeza karibu zaidi na Yesu. Kila kikwazo kilimsogeza karibu zaidi na Yesu. Ukimya wa Yesu haukumrudisha nyuma huyu mama, wala maneno ya wanafunzi hayakumrudisha nyuma, wala kuchelewa kwa jibu kutoka kwa Yesu hakukumrudisha nyuma. Kadiri njia ilivyokuwa ngumu kwa huyu mama, ndivyo alivyozidi kumshikilia Yesu. Sijui kama unanielewa. Kadiri njia ilivyokuwa ngumu, ndivyo huyu mama alivyozidi kumshikilia Yesu. Ndugu zangu, na hii ndiyo imani. Maana yake hata pale ambapo, na hapa ningependa tujiulize swali hili. Naomba tujiulize swali hili. Hivi vikwazo vinapokuja kwenye maisha yangu, je, vinanisogeza karibu na Mungu au vinanipeleka mbali na Mungu? Matatizo yanapokuja kwenye maisha yangu, je, yananisogeza karibu na Mungu au ndio yananipeleka mbali na Mungu? Magonjwa yanapogonga hodi kwenye maisha yangu, hivi je, yananisogeza karibu na Mungu au yananipeleka mbali na Mungu? Kwa sababu ndugu zangu, mara nyingi sisi tunafanya kinyume. Mara nyingi tunafanya kinyume. Tatizo likija, badala ya kuongeza sala, tunapunguza sala. Tukiumizwa, badala ya kuwa karibu na Mungu ili atuponye, tunaanza kukaa mbali na Mungu zaidi. Hiyo ndio changamoto tunayo. Sala isipojibiwa, tunakata tamaa. Tukipoteza mtu tunayempenda, tunaanza kuuliza kweli kama kweli Mungu anatupenda. Mungu asipofanya vile ambavyo tunataka sisi, wakati mwingine tunamkasirikia na hata tunaacha kusali kabisa na hata tunamgomea kabisa. Lakini huyu mwanamke, ndugu zangu, huyu mwanamke Mkananayo anatufundisha kitu cha tofauti kabisa, kwamba usiruhusu kile kinachokuumiza kikufanye umkimbie Mungu. Kiruhusu kikufanye umkimbilie Mungu. Ngoja nirudie. Usiruhusu kile kinachokuumiza kikufanye umkimbie Mungu, lakini kiruhusu kikufanye umkimbilie Mungu. Kuna wakati Mungu hataondoa kikwazo mara moja. Kuna wakati Mungu hataondoa huo ugonjwa mara moja. Kuna wakati hatarekebisha familia yako mara moja. Kuna wakati hatajibu mara moja kwa wakati unaotaka wewe. Lakini katika haya yote swali linakuja ni hili: je, utaendelea kukaa naye? Na hapo ndipo panapopima upendo. Kwa sababu ndugu zangu, imani sio kusema kwamba Mungu atanipa kile ninachoomba. Hapana, imani ni kusema hata nisipopata kile ninachoomba, bado nitakaa na Mungu. Hiyo ndio imani. Imani sio maisha yasiyokuwa na maswali. Hapana, imani ni kwamba pamoja na maswali mengi nilionayo, lakini bado ninapiga magoti kwa Mungu. Imani sio kutokuwa na machozi, wala imani sio kutokulia. Imani ni kulia, lakini machozi yako yakiwa bado mbele za Yesu. Hiyo ndio imani. Hiyo ndio imani. Imani ndugu zangu sio kutokuchoka. Hapana. Imani ni kuchoka, lakini bado ukasema, Bwana nisaidie, pamoja na kwamba nimechoka. Ndugu zangu, tujifunze kutoka kwa huyu mama namna alivyosali. Unajua, huyu mama hakusali sala ndefu sana. Wala sala yake haikuwa na maneno mengi sana. Alisema tu maneno machache. Bwana nisaidie. Maneno mawili tu. Bwana nisaidie. Ndugu zangu, ukishindwa kuelewa, wewe sema tu Bwana nisaidie. Sema tu hivyo, Bwana nisaidie. Ukiona umechoka, wewe sema Bwana nisaidie. Ukiona moyo wako umevunjika, wewe sema Bwana nisaidie. Ukiona sala zako zinaonekana hazijibiwi, wewe sema Bwana nisaidie. Huyu mwanamke huyu Mkananayo amenifundisha kitu kikubwa, kwamba hakuondoka. Hata alipoona anaaibika, hata alipoona haelewi, hata alipoona asikilizwi, hakuondoka. Ndugu zangu wapendwa, ni muhimu tufike mahali pa kusema kama huyu mwanamke, Bwana, pamoja na kwamba sielewi, lakini sitaondoka. Bwana, pamoja na kwamba nimechoka, lakini sitaondoka.
pamoja na kwamba ninaumia, lakini sitaondoka. Bwana, pamoja na kwamba umenyamaza, bado wewe ndiwe Bwana wangu, sitaondoka. Ndugu zangu, hii ndiyo imani ya kweli. Hii ndiyo imani ya kweli. Imani ya kweli sio ile ya kutokuwa na vikwazo, hapana. Bali imani ya kweli ni ile ambayo inakutana na vikwazo, lakini inakataa kuondoka kwa Yesu. Hiyo ndio imani ya kweli. Unakutana na changamoto, lakini bado unamshika Yesu. Na ndio maana mwisho Yesu anamsifu huyu mwanamke kwa kitu kimoja tu. Anamwambia imani yako mama ni kubwa, imani yako ni kubwa. Na twende jambo la tatu mara moja. Twende jambo la tatu tumalize. Jambo la tatu ndugu zangu ni hili, kwamba neema ya Mungu ni kubwa kuliko mipaka yetu. Tukumbuke hilo. Neema ya Mungu ni kubwa sana kuliko mipaka yetu. Sasa hapa hii tunafika sehemu ya mwisho ya hii Injili, ambayo ni sehemu muhimu sana. Kumbuka huyu mwanamke ni Mkananayo. Kwa macho ya jamii ya wakati ule alikuwa ni mtu wa mataifa. Alikuwa ni mtu wa nje. Hakuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Hakuwa mmoja wa watu wa nyumba ya Israeli. Huyu mama ni mtu wa mataifa. Hakuwa na nafasi ambayo wengine wangeweza kudhani wanayo mbele za Yesu. Hakuwa na hiyo nafasi. Lakini kuna kitu kimoja alichokuwa nacho huyu mama. Alijua Yesu ni nani. Alijua Yesu ni nani. Aliamini kwamba hata kidogo kutoka kwa Yesu kinatosha. Hata akipata kidogo kutoka kwa Yesu kinatosha. Yesu alipomwambia Yesu alimwambia si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Unajua hayo maneno sio mchezo, ni maneno magumu kweli kweli. Hebu fikiria unamuomba Yesu kitu, anakwambia si vema kutoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Ni maneno magumu, lakini huyu mwanamke angeweza kukasirika, si ndio? Angeweza kukasirika. Huyu mwanamke angeweza kusema basi Bwana, basi hunihitaji, mimi naondoka. Angeweza kusema hivyo. Huyu mwanamke angeweza kurudi nyuma, aseme hivi nahangaika ya nini, ngoja nirudi nyumbani kwangu. Lakini huyu mama hakufanya hivyo. Badala yake huyu mama akamwambia ndiyo Bwana. Napenda hilo jibu. Akamwambia ndiyo Bwana, maana ulichosema ni sahihi, ndiyo Bwana. Lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Bwana anasema hata mbwa hula makombo. Kwa jibu hili ndugu zangu, imani ya huyu mama inamshangaza kila mmoja. Huyu mama anasema ndiyo Bwana. Nataka uone hivi. Pamoja na maneno magumu ya Yesu, huyu mama hakani, anasema ndiyo Bwana, uko sahihi. Hasemi hapana, anasema ndiyo Bwana. Hata katikati ya maumivu yake bado anamuita Yesu Bwana. Hata wakati ambapo hajapata anachokitaka, bado Yesu ni Bwana kwake. Hata wakati ambao haelewi kinachofanyika, bado anamwamini Yesu. Unajua, ni kama vile anasema, Bwana, mimi sitaki kuondoka kwenye meza yako. Hata kama ni makombo tu, nitabaki hapa hapa. Hata kama ni makombo tu, nitabaki hapa hapa. Kwa sababu hata makombo yanayotoka kwako yana nguvu. Ndio maana yake. Anasema, Bwana, mimi sijali unanipa makombo au la. Mimi nitabaki hapa chini ya hii meza. Hata kama ni makombo, ili mradi hayo makombo yanatoka kwako. Yanatoka kwako. Hayo makombo yana nguvu. Ndio maana yake. Ndugu zangu, hii ni muhimu sana. Ni imani kubwa sana. Ni imani kubwa sana. Wakati mwingine ndugu zangu, sisi tunataka Mungu atupe kila kitu tunachotaka, alafu akitupa ndipo tunamwamini. Lakini angalia imani ya huyu mwanamke. Anasema hata kidogo kutoka kwako Bwana kinanitosha. Ndio maana yake. Hata kidogo namna gani, maadamu kimetoka kwako kinanitosha. Kwa sababu alijua kile ambacho ni kidogo kutoka kwa Yesu ni kikubwa kwenye maisha yake. Kile ambacho ni kidogo kutoka kwa Yesu ni kikubwa kwenye maisha yetu. Ndugu zangu, neno moja tu kutoka kwa Yesu linaweza likabadilisha maisha yako kabisa. Neno moja tu kutoka kwa Yesu. Mguso mmoja tu wa Yesu unaweza kubadilisha historia, ukaanzisha historia mpya. Kumbuka yule mama aliyekuwa na shida ya kutokwa na damu.
alisema tu nikiligusa pindo la vazi lake basi, na alipogusa tu pindo la vazi lake alibadilisha historia. Tone moja tu la huruma ya Mungu, ndugu zangu, linaweza likaponya moyo ulioumia miaka mingi sana. Tone moja la huruma ya Mungu linaweza likarudisha wanandoa tena pamoja. Kwa hiyo kile tunachokiita makombo mikononi mwa Yesu kinaweza kuwa muujiza mkubwa sana katika maisha yetu. Lakini kuna jambo lingine zuri sana ndugu zangu, ambalo natamani sana kila mmoja alione. Wakati watu walikuwa na mipaka yao, kipindi kile watu walikuwa na mipaka yao, walikuwa wanaweza kusema kwamba huyu ni Mkanaani, huyu ni mtu wa mataifa, huyu sio mmoja wetu na kadhalika. Lakini neema ya Yesu, angalia hapa, neema ya Yesu leo inavuka hiyo mipaka, inavuka hiyo mipaka. Neema ya Yesu, huyu mwanamke mwanzoni kabisa alionekana ni mtu wa mataifa, alionekana kwamba ni mtu wa nje, lakini mwishoni kabisa anafika karibu sana na moyo wa Yesu. Na zaidi ya hapo, Yesu anamwambia kitu kikubwa, anamwambia mama, imani yako ni kubwa. Angalia hayo mabadiliko ndugu zangu. Mwanzoni, angalia mabadiliko, tusafiri pamoja. Mwanzoni Yesu hakumjibu neno lolote, lakini mwishoni Yesu anazungumza juu ya imani yake. Angalia hiyo. Mwanzoni Yesu alikaa kimya, lakini mwishoni Yesu anazungumza juu ya imani yake. Mwanzoni wanafunzi walitaka Yesu amuondoe huyu mama, lakini mwishoni Yesu anamkaribisha huyu mama kwa neema. Fikiria, mwanzoni huyu mama alionekana mtu wa mataifa, alionekana mtu wa nje, lakini mwishoni anakuwa mfano wa imani kwa watu waliokuwa pale. Anakuwa mfano wa imani hata kwa wale ambao walijiona wao ni Wayahudi, wao sio mataifa. Anakuwa mfano wa imani. Ndugu zangu, hii ndio Injili. Hii ndio Injili, kwamba neema ya Mungu inaweza kumfikisha mtu mahali ambapo watu wengine hawakutegemea. Neema ya Mungu inaweza kukunyanyua ikakuweka mahali ambapo watu hawakutarajia. Kwa hiyo tuwe waangalifu sana. Naomba nitoe angalisho hapa. Tuwe waangalifu sana tunapoweka mipaka kwa watu. Tuwe waangalifu sana tunapolebo watu. Tuwe waangalifu sana. Tunaweza kusema huyu amepotea kabisa bwana. Unaweza kusema huyu ni mdhambi kabisa. Unaweza kusema huyu hawezi kubadilika. Unaweza kusema huyu hana imani. Unaweza kumuona mtu ukasema huyu ni mlevi tu. Unaweza kusema huyu mtu hawezi kurudi kwa Mungu na kadhalika na kadhalika. Lakini ndugu zangu, sisi hatujui Mungu anafanya nini ndani ya moyo wa huyo mtu. Hujui Mungu anafanya nini. Hujui project alionayo Mungu ndani ya moyo wa huyo mtu. Kwa hiyo usimweke mtu nje wakati bado Yesu hajamtoa nje. Naomba nirudie. Usimtoe mtu nje wakati bado Yesu hajamtoa nje. Usimfunge mtu katika historia yake. Usimfunge mtu katika makosa yake. Usimfunge mtu kwa maisha yake ya jana, kwa maisha yake ya mwaka jana, kwa maisha yake ya kabla ya ndoa. Usimfunge mtu, kwa sababu mtu ambaye wewe unamuona kwamba yuko mbali sana leo, unamuona leo yuko mbali sana, neema ya Mungu inaweza kumleta karibu sana kesho. Neema ya Mungu inaweza kumbadilisha kabisa. Na naomba niongee hili. Kuna changamoto kubwa sana kwetu sisi ambao tunajiona tuko ndani. Kuna changamoto kubwa kwetu sisi tunaojiona ni wa imani. Kuna changamoto kubwa kwetu sisi ambao ni Wakristo. Kwetu sisi ambao ni wabatizwa, tunaona sisi tumebatizwa, tunaona sisi ni Wakristo, tunaona sisi tunasali. Kuna changamoto kubwa hapa. Unajua, angalia hili. Wanafunzi walikuwa karibu sana na Yesu, walitembea naye, walimsikia kila siku. Lakini katika hii Injili, hawa wanafunzi ndio wanasema, Bwana, muondoe huyu mama. Hawa waliokuwa karibu na Yesu ndio wanasema, muondoe huyu mama, anapiga kelele, anatusumbua, muondoe huyu mama. Hawa waliokuwa karibu na Yesu. Mwanamke ambaye alikuwa wa nje, mwanamke ambaye alikuwa ni mtu wa mataifa,
ndiye anayesema Bwana nisaidie. Sijui kama unaona tofauti. Hawa walio karibu na Yesu hawa wanasema Bwana muondoe huyu anatusumbua. Lakini huyu ambaye ni wa mataifa wa nje ndiye anayesema kwa unyenyekevu Bwana nisaidie. Ndugu zangu, ili linatufundisha jambo kubwa, kwamba kuwa karibu na mambo ya Mungu sio sawa na kuwa karibu, sio sawa na moyo ulio karibu na Mungu. Unaweza kuwa karibu na mambo ya Mungu lakini moyo wako usiwe karibu na Mungu. Naomba uangalie hilo. Unaweza kuwa, kwa mfano, unaweza kwenda kanisani kila Jumapili lakini moyo wako ukawa usiwe karibu na Mungu, ukakosa huruma. Kwani ni watu wangapi wanasali Jumapili lakini wakatili, hawana huruma? Unaweza kujua sala nyingi sana lakini ukawa vile vile ni mtu mwenye dharau sana. Unaweza ukajiona uko ndani, uko karibu kabisa na mambo ya Mungu, lakini ukawa unawafungia wengine milango kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya chuki. Na mtu unayemwona yuko nje anaweza kuwa karibu sana na moyo wa Mungu, anaweza kuwa anamtafuta Mungu kwa unyenyekevu mkubwa sana. Kwa hiyo labda niseme tu hivi, usimhukumu mtu ambaye bado Mungu anaandika historia yake, bado Mungu yupo kazini anaandika historia. Usimhukumu, usimkatie tamaa mtu wakati bado huruma ya Mungu ipo, bado neema ya Mungu ipo. Usiseme kwamba huyu hawezi kubadilika wakati bado neema ya Mungu ipo. Kumbuka, neema ya Mungu bado ipo. Neema ya Mungu inaweza kufanya chochote. Kwa sababu ndugu zangu, kumbuka, mwisho wa hii injili, yule ambaye alikuwa anaonekana hana nafasi kabisa, ndiye Yesu anamwambia, mama, imani yako ni kubwa. Yule ambaye alionekana ni wa mataifa ndiye ambaye Yesu anamwadimaya, anamwambia, mama, imani yako ni kubwa. Ndugu zangu, hiyo ndiyo nguvu ya neema. Neema haiulizi ulianzia wapi. Sijui kama unanielewa. Neema haiulizi ulianzia wapi. Neema inaweza kukuchukua ulipo na kukupeleka karibu na Yesu. Neema inaweza kukuchukua ulipo na kukupeleka karibu na Yesu. Neema inaweza kuvuka mipaka ambayo sisi wanadamu tumeijenga. Neema inavuka. Kwa sababu mwisho wa siku, ndugu zangu, neema ya Mungu ni kubwa sana kuliko mipaka yetu. Ndugu zangu, Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Nirudie kukuomba, kama hujawahi kusubscribe kwenye channel hii ya Amka Ule, lengo ni kwa ajili ya kuinjilisha. Kwa hiyo ninaomba, lengo langu nataka niwafikie watu wengi zaidi. Kwa hiyo naomba usubscribe kama hujawahi kufanya hivyo, kwa kubonyeza hilo neno subscribe na hiyo alama ya kengele, ili kila ninapotuma mahubiri au mafundisho mengine uweze kuyapata, na unapoyapata unayafanyia kazi. Lakini pia ninaomba ushare ujumbe huu kwa watu wengi iwezekanavyo. Ndugu zangu, huu ujumbe ni wa muhimu. Naomba usitake kufaidika wewe mwenyewe. Naomba mrushie jirani yako, mrushie rafiki yako. Tafuta watu 20 warushie ujumbe huu. Huwezi kujua Mungu atafanya nini kwenye maisha yao. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza na